Nyuma ya mtu mwenye mafanikio kuna tabia, maamuzi na misingi ambayo ameijenga kwa muda mrefu. Watu wengi huwa wanaangalia matokeo ya mtu, lakini hawaoni changamoto na nidhamu iliyotumika kufikia hayo mafanikio. Mafanikio huwa yanaanza ndani ya mtu kabla hayajaonekana nje. Usiwe na haraka ya kutafuta matokeo bila kujenga tabia ambazo zinaweza kuzalisha hayo matokeo. Jambo la kwanza ni nidhamu. Mtu mwenye nidhamu huwa anaongozwa na malengo na misingi aliyojiwekea. Nidhamu humfundisha mtu kuchagua kitu kinachomjenga na sio kitu kinachomfurahisha kwa muda mfupi. Nidhamu ni uwezo wa kujitegemea na kutekeleza maamuzi yako. Unapojenga nidhamu, anza kwanza na mambo madogo madogo. Nidhamu itakusaidia kulinda mafanikio. Ni rahisi sana kupata kitu kuliko kukilinda kama huna nidhamu. Mtu anaweza kupata pesa nyingi, lakini akazitumia bila mpangilio na kurudi kwenye hali ya umaskini. Jambo la pili ni bidii. Bidii nzuri huwa inaambatana na maarifa na mpango mkakati. Mafanikio mengi yanahitaji mtu awe tayari kufanya kile kitu ambacho watu wengine hawataki kukifanya. Wakati wengine wanatafuta sababu ya kugaili, mtu mwenye bidii anatafuta njia ya kuendelea. Wakati wengine wanataka matokeo ya haraka, yeye anaendelea kujenga uwezo wake taratibu. Jambo la tatu ni uvumilivu. Unaweza kuanza biashara na usipate wateja wengi mwanzoni. Unaweza kuanzisha mradi na ukakutana na changamoto mbalimbali. Hapa ndipo uvumilivu unapokuwa na umuhimu, kwa sababu uvumilivu unakufanya usiruhusu matatizo ya muda mfupi ya kufanya uache malengo yako. Mtu asiye na uvumilivu huwa anaanza kufanya vitu lakini havimalizi, anaishia njiani. Leo anaamua kufanya biashara, kesho anaacha kwa sababu hajapata faida. Uvumilivu unahitaji akili ya kujifunza kutokana na changamoto. Jambo la nne ni mwendelezo. Mwendelezo hubadilisha juhudi za kawaida kuwa matokeo makubwa. Usisahau hatua ndogo unazozifanya kwa kuzirudia. Ukijifunza kitu kidogo kila siku, baada ya muda utakuwa na maarifa mengi. Ukiweka akiba kidogo kidogo mara kwa mara, baada ya muda unaweza kuwa na pesa ambayo unaweza kuitumia kama mtaji. Jambo la tano ni uthubutu. Watu wengi wana mawazo mazuri, lakini maisha yao hayabadiliki kwa sababu wanaogopa kuanza. Wanaogopa kukosolewa, kukataliwa, kushindwa na kuonekana hawajui. Hakuna mtu anayeanza kufanya jambo jipya akiwa na 100% ya kufanikiwa kwenye hicho kitu anachokifanya. Uthubutu wa kweli unaambatana na maandalizi. Kama una wazo la biashara, jifunze kuhusu masoko, elewa wateja na kuandaa bajeti yako kabla ya kuanza kufanya hiyo biashara. Kama unataka kuanzisha kitu kipya, usisubiri kila kitu kiwe kizuri. Anza na hicho ulicho nacho, na lazima uwe na ujasiri wa kusema hapana kwenye mambo yanayokutoa kwenye malengo yako. Usiruhusu hofu na maoni ya watu ya kufanya uishi maisha ambayo sio yako. Mafanikio ni matokeo ya tabia zinazojengwa kwa muda mrefu. Chagua jambo moja unalotaka kuliboresha, litengenezee ratiba na kulifanyia kazi. Kila hatua sahihi unayochukua leo inajenga mtu unayetaka kuwa kesho.